Kijana anayefahamika kwa jina la Ibrahim Ali Suleiman anasadikika kumuua mama yake mzazi Salama Abdallah kwa kumchoma kisu katika maeneo ya mbavuni na kumsababishia kifo. Tukio hilo la kusikitisha limetokea katika eneo la Mtoni Kituo tarehe 7 Januari mwaka 2026. Kufuatia tukio hilo, Asam Online TV imezungumza na mashuhuda wa tukio pamoja na viongozi wa eneo husika ili kufahamu chanzo na mazingira halisi ya tukio hilo lilivyotokea. Mimi ni mfanyakazi wake wa ndani marehemu Bi Salama. Tumekuja asubuhi nikampikia chai tukanywa kwa Salama pamoja na marehemu mwanae alomchoma kisu. Tukanywa kwa Salama chai, nikapika chakula cha mchana, nikamaliza. Baada nikaenda kumtengea chakula cha mchana. Baada ya hapo kumtengea chakula cha mchana, yule baba yao huyo mume Bi Salama kujisaidia akamwambia mwanae huyo Ibrahim njoo kamsafishe babako. Akasema mimi sendi kumsafisha, mpigie simu Isa kwa sababu pesa zote mnamalizia Isa, kila kitu Isa. Kwa hiyo mimi simsafishi, nitamwacha hivyo. Mimi nikamwekea chakula Bi Salama, nikamwekea maji, nikamwambia Bi Salama subiri, mimi nitakwenda kumsafisha. Ndio hapo alipoanza Ibrahim, mimi simsafishi, we mchawi, we mwanga, na nataka unambie jana kulikuwa na siri gani mulizungumza we na mwanao Rashid. Yule bibi akamwambia mimi na Rashid hatujazungumza kitu chochote kile. Basi mimi leo nitakuonesha. Kushanifahamu, mimi nitakuonesha. Mimi nitakuua. Baada ya hapo akaingia jikoni kule, usijui jikoni au dukani kwake, akaenda akatoa kisu. Kutoa kisu, anakuja na kisu. Kwa kweli mimi nimejitahidi kumsaidia Bi Salama, lakini mimi ni mtoto wa kike, sina nguvu. Akaenda kuzuia mlango akakamata kisu kama hivi kunitishia mimi, akaniambia ukipiga kelele tu mimi nakuchoma kisu. Mwenyezi Mungu mkubwa na rehema zake, kile kisu kikafanya kama kudondoka. Kilipodondoka kisu kama mimi nikampushi, kumpushi akaka upande, nikapata kuvuta mlango kwa nguvu, lakini yule bibi mnene kupita pale mlangoni upande mmoja ni mtihani. Akajitahidi kujivuta hivi mlangoni, hata anataka kuishia, yule akanyanyuka akakamata kisu akamchoma nacho. Kumchoma nacho pale yule akaanguka. Kuanguka kaja nani yule akakichomoa kisu akakeka chini. Sasa akakinyanyua kile kisu kunifukuza mie kuna mlango wa duka mbele huko, nikatoka nikakimbilia mlango wa duka, nikatokea kwa nje huko. Kutoka kwa nje tena nikapiga kelele kuita watu. Tena yeye mwenyewe pale akatoka akakimbilia kituoni. Lakini kwa kweli hakuna kama ugomvi, labda mimi nilikuwa na ufahamu wamegombana tangu nyuma, kulikuwa na ugomvi mkubwa. Ugomvi ni baba akajisaidia, akaambiwa twende akamsafishe basi. Na kabla kufanya tukio hilo, je, alikuwa anaonekana kwamba alikuwa anaonesha ishara gani? Alikuwa na matatizo ya akili ama alikuwa Kwa kweli hana matatizo ya akili hata moja kwa time hizo, kwa sababu mimi nilipika chakula, kaeka mara ya kwanza chakula akala, akawa bado hajashiba, akaja kaongeza chakula akala, kanywa na maji fresh. Na tunazungumza vizuri tu, hakuna kama akili iliyokuwa imechange. Tatizo limekuja hapo. Nilipiga baada ya kufungua mlango, Bi Salama akapata kutoka, japo kamchomea kisu kwenye baraza pale kwenye mlango, anamalizia hapo ndo nikapata kupiga kelele. Na mie baada alipokuwa ananifuata sasa ananijia mimi, ndo nikatoka mpaka nyuma kwenda kuita watu. Nikapiga kelele ila, lakini nilipokuja kuingia ndani yeye hayupo, shaondoka. Mimi ni jirani yake Bi Salama. Jinsi tokeo lilivyotokea, tulikuwepo ndani tukasikia kelele, njooni mnisaidie Biasi anamuita. Tukatoka, Biasi akatuambia twendeni, tukatoka tukenda. Mlango umefungwa. Tukachungulia kwenye dirisha pale, tunamwona Biasi Salama anatuambia njooni mnisaidie. Na akaja Ibrahim akamwambia Rashid, wewe jana mlizungumza nini na Rashid, umemwambia nini? Akamwambia mimi sijamwambia chochote. Akamwambia basi leo nitakuonesha. Ibrahim akaingia ndani jikoni kule, akachukua kisu. Kuchukua kisu, nikawahi tunapiga kelele watu waje, lakini palikuwa hapana wanaume karibu. Nikamwambia jamani, anakuja na kisu. Ndio yule mfanyakazi wake akawahi kufungua mlango, anataka kutoka. Bi Salama ni mnene, mlango ulifunguliwa upande mmoja, hakuwahi kutoka, alitoka nusu tu, na Ibrahim kashafika tena na kumchoma kile kisu. Badala ya hapo tumepiga kelele kuwaita watu tu kwanza. Wakaja watu pale, haya hivi mfungeni. Tukamfunga tena, kuna watu wakaja wakamchukua na kumpeleka hospitali. Watu wanasema pale alikufa.
muda kama ilikuwa saa 8 kama sio kama na dakika 20. Yaani ilikuwa, lakini saa 8 imevuka kidogo. Hatukuangalia saa, tuko ule muhima wetu, lakini saa 8 ilivuka, pengine kuna dakika 20 huko, kuna dakika 30, lakini ilikuwa ni saa 8. Sheha wa shehia ya Mtoni, Zahra Hassan Muhammad, anaelezea jinsi alivyopokea taarifa za tukio hilo pamoja na hatua zilizochukuliwa mara baada ya kupata taarifa hiyo. Kumbuka siku ya tarehe 7 majira ya saa 8 na dakika 40 nilipigiwa simu na afisa upelelezi kutoka kituo cha polisi Bububu, anaitwa Mbokile. Akaniulizia, mheshimiwa, kuna tukio gani ndani ya shehia yako kwa Biasia Mtoni kituo? Nikamjibu, tukio silijui, sijasikia, isipokuwa huyo Biasia namjua, lakini acha niulizie. Kwa bahati nikapigia simu kijana anaitwa Amuri, ni jirani na Biasia. Nikamuulizia, akaniambia mimi naingia sasa hivi, lakini hapa kuna tukio, kuna bibi kachomwa kisu na mwanawe. Kanibidi nichukue bodaboda nije eneo la tukio. Nilipofika nikaona kweli umedhihiri, lakini yule aliyechomwa na kisu sikumkuta, ilikuwa kesha kimbizwa hospitali ya KMKM. Nikajulisha jeshi la polisi mara moja, na wao wakaingia kwa hatua zaidi. Mtuhumiwa kwa bahati alienda mwenyewe, baada ya kufanya tukio alienda polisi, na ndio maana polisi wakanipigia mimi simu kuniulizia kuhusu hili tukio. Huyu kijana kwa kweli mimi simjui, kwa sababu hakuhamia zamani ndani ya shehia hii, ana miaka 3, na istoshe nasikia historia yake, si mtu wa kujichanganya, si mfutaji, ni mtu wa kuja dukani, akitoka anaenda msikitini basi. Isipokuwa tu baada ya kufika pale nilipata tu kwamba kuna mgogoro ndani ya familia. Kwa huyu kijana alikuwa na tabia hiyo ya kumpiga mama, lakini familia ikamhamisha pale. Ina maana hiki ilikuwa kama kisasi kwa nini nimehamishwa na wewe ndo tatizo nilivyosikia. Lakini Angel Paul, ASAM Online TV.